CPA na yeye ni bosi wangu katika hiyo area. Kwa basi sababu ile kupoteza wakati niende moja kwa moja kwenye somo la nidhamu ya fedha. Nikiwa lisali moja, nitajitahidi kuwa mwaminifu. Nidhamu ya fedha au habari ya fedha ni habari ambayo Biblia imeandika sana mara kadhaa, na utagundua pia mstari wa 16 maandiko yanasema, ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Kwa hiyo kumbe tumegundua kwamba katika habari ya nidhamu ya fedha au habari ya kuwa na mali katika utukufu wa Mungu ni jambo ambalo Mungu linampendeza. Maana yake inaonyesha kabisa wazi kwamba hekima ya maskini huwa haisikilizwi. Kwa hiyo kuwa na fedha ni jambo la muhimu ambalo linampa Mungu utukufu. Na ndio maana hata ile Mithali sura ya 3 mstari wa 9 maandiko matakatifu yanasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Lakini vile vile ile Mhubiri sura ya 10 mstari wa 19 maandiko yanasema, karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Wakati nikisoma ya Mfalme Suleiman, Mungu alipomtokea Suleiman katika ndoto, alimuuliza swali moja, nikupatie kitu gani? Suleimani akaomba hekima. Lakini pia ukiangalia kwenye Mhubiri 9:16 maandiko yanasema, hekima ya maskini hudharauliwa. Kwa Mungu alipoona jambo hili, akaona huyu mtu nikimpa hekima pekee yake haitotosha, basi akampa na utajiri. Kwa bila kutafuta fedha kwa bidii, bila kufanya kazi kwa bidii, bila kufanya kazi kwa bidii ukapata fedha, basi kumbuka, hata kama ukiwa na hekima kiasi gani, bado haitoshi. Na ndio maana kwa mfano Suleiman aliomba hekima, lakini Mungu alimuongezea kingine cha utajiri, ili basi aweze kumtumikia vizuri na kuweza kumheshimu katika hiyo area. Ukikuwa na fedha si dhambi, lakini ile fedha uliyoipata unaitumikiaje kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Nasa ukaanza kukimbia kuja kanisani, basi hiyo inakuletea changamoto na Mungu na haitampa Mungu utukufu. Na ndio maana hata ukiangalia Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8, Mungu anasema kwamba utapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na mifugo yako na mali yako na fedha zitakapoongezeka, hapo useme moyoni mwako, nguvu zangu na uweza wangu ndio umenipatia utajiri huu, bali utamkumbuka Bwana Mungu, kwa kuwa ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kuwa na fedha sio changamoto, kuwa na mali sio jambo baya, bali Mungu anasema utapokuwa umekula na kushiba na kupata kazi nzuri na kujenga nyumba nzuri, mali zako zikaongezeka, usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uweza wangu ndio umenipatia utajiri huu, bali anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hii nilikuwa naweka introduction habari ya nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ni jambo la muhimu kweli kweli. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuwa na kipato kikubwa sana, pengine milioni 2 kwa mwezi au milioni 3 kwa mwezi, lakini kuna mwingine anapata mshahara wa 500,000, lakini huyu wa 500,000 kwa kuwa na nidhamu ya fedha anafanya maendeleo makubwa kuliko yule anayepokea milioni 10 au milioni 20, kwa sababu ya nidhamu ya fedha. Kufanikiwa kwa mtu si kipato anachokipata tu, bali namna gani ana manage matumizi. Kwa mtu mwenye kipato kidogo akiwa na nidhamu ya kubana matumizi vizuri, basi ni dhahiri kwamba mtu huyu anaweza akawa ni tajiri zaidi kuliko yule ambaye anapata fedha nyingi lakini hana nidhamu ya matumizi. Na ndio maana jambo la muhimu kuliko yote ni kitu kinachoitwa budget. Lazima uishi kwa kuweka budget. Yesu mwenyewe kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 28 anasema, maana ni nani katika ninyi
alafu baadaye uweze kuzidisha mara 12 upate bajeti ya mwaka mzima, ili uweze kuishi ndani ya bajeti, kama vile Yesu anapotuonya na kutuambia, ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo ya kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachofanya watu wengi waishi bila budget ni misingi, kwa sababu tumekuwa tukiona labda wazazi wetu wanaishi bila kuwa na budget. Ukifika muda wa kwenda kulipa ada za watoto unakuta mzazi hana pesa, inabidi akakope. Lakini yote hii utakuja kugundua si kwamba hana pesa, lakini amejikuta ameishi bila kuwa na budget. Na tukijikuta tunaiga jinsi ambavyo waliotangulia wanafanya, na sisi tukafanya vivyo hivyo, tutakumbuka ile Zaburi ya 11 mstari wa 3 inasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Which means bila budget, kwa sababu hatukuwafundisha kuwa na budget, hatukuwafundisha kuwa na nidhamu ya fedha. Tujitahidi kama wazazi pia, kadiri watoto wanapozidi kukua, labda yuko darasa la 3 au kuanzia la 4 kwenda mbele, akili ishakuwa kubwa, si mbaya ukampatia mtoto wako labda shilingi 1000 kwa mfano, au hata 2000, alafu mwisho wa wiki ukamuuliza umeitumiaje hii 2000. Ukikuta ameweka amebakia na change, kabakia na akiba, unamsifia kwamba umeweka akiba, ili akili yake ijue kwamba kumbe nikipata hata shilingi 2000 lazima nibakie na akiba, ili aweze kujenga ile kata. Mithali sura 22 mstari wa 6, Biblia inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye akikua hata. Kwa hiyo kumlea mtoto katika njia impasayo ni katika njia zote, kiroho lakini pia na kiuchumi. Kwa tukianza kuwazoea na Waarabu wanafanya, yuko na biashara yake ameifungua, lakini mtoto akitoka shule lazima apite pale kwenye biashara, aone jinsi baba au mama anavyopambana na ile biashara. Hata siku hii mzazi leo hayupo, labda amefariki, basi mtoto ni rahisi kuweza kuendeleza ile biashara. Kwa nini? Tunaambiwa mlee mtoto katika njia imfaayo, basi hata akikua hatoiacha. Mungu mwenyewe, ukiangalia kitabu cha Isaya sura 48 mstari wa 17, maandiko matakatifu pia yanazidi kukazia, anasema hivi, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Kwa mpango wa Mungu ni kutufanya sisi kila tunachokifanya tupate faida. Na ndiyo maana hata Bwana Yesu aliokuta kina Petro wamevua samaki usiku kucha, hawajapata samaki hata mmoja, akawapa muujiza mmoja wa kwenye mpango wa Mungu, kwamba sisi watoto wa Mungu tuweze kupata faida. Ile faida tukiipata tuitumie vizuri katika utukufu wa Mungu, tutoe sadaka kanisani, tusaidie watoto yatima, vitu kama hivyo, ili basi Mungu akapatiwe utukufu. Nini maana ya uwekezaji? Hii ilikuwa ni foundation. Tuje basi moja kwa moja, nini maana ya uwekezaji? Kwa definition fupi ya uwekezaji, ni mtu ambaye anaweza kutumia rasilimali zake, iwe ni kidogo au ni nyingi, ili aweze kuzalisha apate faida. Na Isaya inatuambia, mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Na ukiangalia kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, maandiko matakatifu yanasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na ikuishia hapo, inasema, kwa kuwa umekataa maarifa, nami nitakukataa wewe kuwa kuhani wangu, na watoto wako. Pia nidhamu ya fedha, Mungu ndio anayesema anatufundisha tupate faida. Na katika habari ya uwekezaji tunagundua kwamba mwekezaji ni mtu yeyote anayetumia rasilimali zake ili apate faida. Kwa hiyo ukiweza kuwa na hii akili kwamba hata shilingi moja yako unaweza ukaiwekeza ikazalisha, basi tayari wewe ni mwekezaji. Kuna baadhi ya watu pengine labda yeye ni house girl au ni house boy, anakipata kidogo, basi anajihisi kwamba yeye sio mwekezaji. Lakini ukweli ni kwamba mtu mwenye uwezo wa kusave shilingi 1000 kwa siku moja, maana yake kwa siku 30 ni shilingi 30, akawa anaziwekeza kwenye hii mifuko ya serikali kama hii ya mfuko wa UTT,
au kuna makampuni binafsi kama ya Orbit yana mfuko kama huo unaitwa mutual fund, shilingi 1000 kwa siku, ambao kwa mwezi ni shilingi 30,000. Akiwekeza 30 kila mwezi kwa miaka 30, yani marais wamekaa mikupuo mitatu, miaka 10 ya kwanza, 10 ya pili, 10 ya tatu, basi ina iliona ile mfuko huu uweze kusaidia watu wenye uchumi mdogo pia waweze kuwa ni wawekezaji. Kwa serikali yetu inatupenda, na ndio maana ikasema okay, tulete mfuko ambao unaitwa ni collective investment scheme au is mutual fund, kiasi kwamba watu wenye uwezo mdogo pia au uwezo mkubwa vile vile wote waweze kuwa ni wawekezaji. Kwa nimegundua kwamba kumbe hata shilingi 1000 kwa siku ukiifanya kwa nidhamu kidogo kidogo, basi baada ya miaka fulani unajikuta umepata milioni 104. Of course miaka 30. Lakini ukiweka zaidi labda 50,000 kwa mwezi, maana labda ni miaka 20 tu, pengine unapata milioni 100 plus. The more unaweka pesa nyingi kila mwezi, the more unajikuta unapata pesa nyingi baada ya muda mfupi zaidi, kwa sababu ule mfuko unatumia compounding factor. Compounding factor ni nini? Nitakupa mfano. Labda unaweka 100,000, alafu kwa mwaka maana asilimia 10 ya 100,000 ni shilingi 10,000. Sasa ni shilingi 10,000. Mwaka unaofuata ile shilingi 10,000 inajumlishwa na ile 100,000, inakuwa ni shilingi 100,000 na 10,000, inapigiwa tena asilimia 10, inajumlishiwa tena. Ndio maana ni rahisi kujikuta kwa muda mfupi hela yako imekuwa, kwa sababu unatumia compounding factor. Na hii zote ni jitihada za serikali kufanya watu wote waweze kuwa ni wawekezaji. Uwe ni house girl, ni mtu ambaye ameajiriwa unapata mshahara kama mimi, basi ukiweza kuwa unaweka fedha yako kule kidogo kidogo, baada ya muda fulani hivi utakuta pia umekuwa na fedha nyingi. Watu wengi huwa wanakuja kukumbuka kuanza kuwa wawekezaji wanapokaribia kustaafu kwa mfano, jambo ambalo sio sawa. Inatakiwa ufanye wakati upo vizuri, ili unapofika ule wakati wa kustaafu unajikuta umeshaweza kuaccumulate fedha nyingi za kutosha zikusaidie wakati wa ustaafu. Yesu aliwapatia wafanyakazi wake watatu, mmoja alimpa talanta 5, mmoja alimpa talanta 2, mmoja akampa talanta 1. Lakini Biblia inatuambia baada ya muda mrefu, bosi aliporudi akakaa nao wale wafanyakazi wake au mahesabu, ili angalie nani kapata faida na nani kapata hasara. Alipofanya nao hesabu, yule alipewa 5, Biblia inatuambia alifanya biashara akapata 5 zaidi faida. Bosi wake akamwambia wewe ni mtumwa mwema. Aliyepewa 2 akafanya biashara akapata 2 zaidi kama faida. Bosi pia akamsifu akasema wewe ni mtumwa mwema. Aliyepewa 1, angalia Biblia ilivyosema pale, yeye alichimbia ardhini akiamini kwamba nikifanyia hii fedha biashara huenda nikapata hasara, hapo bosi akia itakuwa ni changamoto kwangu. Akaichimbia ardhini. Bosi akamuuliza, kwa nini maana yake ni kwamba kila mmoja kuanzia mabosi wakubwa, kuanzia watu hapa kati kama sisi na wale house girl, wote ni lazima kuwekeza, kwa sababu tunaambiwa aliyechimbia talanta, ukija kuangalia vizuri kama kufanya kosa lolote, maki ile pesa alichimbia na bosi alipokuja alipata ile pesa yake, lakini bado anaambiwa wewe umekosea, ulipaswa uweke fedha yako angalau kwa watu wa riba, nikija nipate kiliko changu na faida yake. Kwa mtu yote ambaye sio mwekezaji, basi hii ni jambo ambalo linamchukiza sana Mungu, kwa sababu hata hiyo kidogo ulionayo basi Mungu anataka uiwekeze.
Kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 10, maandiko matakatifu yanasema, mwaminifu katika kidogo ni mwaminifu pia katika kingi. Kwa Mungu anapokuwa anakujaribu kwa kitu kidogo, au unakuwa sio mwekezaji unachimbia talanta kama huyu aliyechimbia, basi ni dhahiri kwamba utanyang'anya hiyo talanta, atakuwa yule ambaye anaweza kuzalisha zaidi. Na ni kwa nini? Hii ni kanuni ya kiroho, kwa sababu Mungu mwenyewe tangu mwanzo alituambia mwende mkazae na kuongezeka. Kwa hiyo kama ni mifugo iongezeke, kama ni mazao yaongezeke, kila kitu kiongezeke. Kwa Mungu anatamani ukipewa kitu chochote kile ukizalishe kiweze kuongezeka. Kwa ukichimbia talanta, basi ni dhahiri kwamba utanyang'anywa, atakuwa yule ambaye ana uwezo wa kuzalisha. Mithali 22:3 inasema, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Kwa hiyo mtu ambaye hana ile kacha ya kuweka akiba, basi huyu anafananishwa na mtu mjinga ambaye anaona mbele kuna changamoto inakuja, lakini aweke akiba. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 30, ukipata wasaa utakwenda kusoma. Alipewa ndoto ya ng'ombe 7 walionona na ng'ombe 7 waliokonda. Alafu cha ajabu, wale ng'ombe 7 waliokonda wakawameza wale ng'ombe 7 walionona, alafu wakabaki wamekonda vile vile. Aliposhtuka akasema, kumbe ni ndoto tu. Kama vile wengi wetu ambao tunapata ndoto, kumbe ni Mungu anasema nasi, tunaposhtuka tunasema kumbe ni ndoto tu. Lakini Mungu kwa kuwa alimpenda na alikuwa anapenda taifa lisiangamie, akaileta ndoto mara ya pili. Ilipokuja mara ya pili, Biblia inasema aliposhtuka tena mara ya pili, anasema ile ndoto ikamtatiza sana. Ni kwa nini ndoto imekuja mara ya pili? Lakini akatafuta watu wenye hekima wampe tafsiri, wakashindwa. Lakini alikuwa yuko mtu mmoja, nabii wa Mungu anaitwa Yusufu, ndiye akampa ile tafsiri kwamba wale ng'ombe 7 walionona ni miaka 7 ya neema, ni miaka 7 ambayo utakuwa upo kazini, ni miaka 7 ambayo utakuwa na mshahara mzuri, ni miaka 7 ambayo biashara. 7 waliokonda ni miaka 7 inayokuja baadaye ya njaa. Na ndipo akamshauri akasema, kuanzia sasa 1/5 ya mavuno yote mtaweka akiba na usitumie, kwa sababu baada ya hapa kuna miaka 7 inakuja ya njaa, mtatumia hii akiba ambayo mmeweka sasa. Kwa usipokuwa na ile tabia kuweka akiba, ni swala la muda tu, utafika umri ambao nguvu za kufanya kazi hazipo, ndio ile miaka 7 ya njaa. Uwezo network iliyokuwa nayo labda ya kupata fedha huku na huku imekatika, inakuwa ni miaka 7 ya njaa, na hapo ndipo utaanza kukumbuka ile miaka 7 ya neema, wakati uko na uwezo wa kuzalisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani muhimu sana kuweka akiba, na ndio maana tunaona nabii wa Mungu Yusufu anamshauri mfalme kwamba wekeni akiba 1/5, 1/5 ya asilimia 20. Kwa hiyo kuanzia sasa 20 weka akiba. Usifanye makosa, labda mfano kwa watu ambao tumeajiriwa, mshahara ukaingia, ukaanza kufanya matumizi, alafu ukafikiri kwamba kinachobakia utaweka akiba. Hautakaa uweke akiba. Lakini inatakiwa ufanye hivi, weka akiba kwanza, kinachobakia ndio kiingie kwenye matumizi. Sawa sawa kabisa na ambavyo mfalme Farao alishauriwa na Yusufu. Kuna tajiri mmoja sana duniani anaitwa Warren Buffett, naomba nikoti statement yake. Anasema kwamba hivi, don't save what is left after spending, instead spend what is left after saving. Naomba nitoe tafsiri yake. Anasema usijaribu kuweka akiba baada ya kufanya matumizi, badala yake weka akiba kwanza, kinachobakia ndio kiende kwenye matumizi. Hii ni nidhamu ya fedha, na nidhamu ya fedha kama nilivyosema haijalishi kidogo. Vile vile kama ile Luka 17:10 inasema, aliye mwaminifu kwa kidogo huwa mwaminifu kwa kikubwa pia. Tujitahidi uweka standing order. Kwa mfano mimi binafsi nimeweka standing order, mshahara unapoingia tu kuna hiyo asilimia 20 nimeweka, of course nimeweka 30 kabisa, inakatwa inaenda kwenye account ambayo najua account hii ni kwa ajili ya uwekezaji. Ile itakaa pale, nitahamishia UTT, nyingine nitanunua hisa za mabenki, labda ni NMB au ni CRDB, kwa sababu ni miaka 7 ya neema hii tuliyopewa.
kuna miaka 7 ya njaa inakuja, ambapo inahitaji wakati huo tuweze kutumia akiba tuliyojiwekea. Tujitahidi kuweka hiyo, kuwa na hiyo discipline ya kuweka standing order. Standing order, wale ambao wafahamu, unakwenda benki unawaambia, jamani, naomba kila mshahara unapoingia, labda unaweka tarehe fulani, asilimia kadhaa ya fedha iende kwenye akaunti hii, kwa unakuwa na akaunti nyingine, na ile akaunti ile kaenda kwenye ile akaunti, ili usifanyie lolote zaidi ya kuwekeza. Ile utanishia ile UTT au utanunua hisa au utaiaccumulate ajili ya uwekezaji. Kama vile ambavyo Yusufu anambia, hii akiba uilinde, usiguse, usitumie, kwa sababu kuna miaka 7 inakuja ya njaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii habari ya talanta, naomba utairudia tena uielewe. Na mimi niliangalia zaidi yule aliyetoa talanta moja na kuichimbia, bosi wake anasema ulifaa hata utoe kwa watu wa riba. Kama kweli biashara huwezi kufanya, basi angalau uwekeza ili uweze kupata faida. Ni kwa nini familia tunashauriwa kuwekeza, kuwa na nidhamu ya fedha? Maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari ule wa 22, Biblia inasema, mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa ni akiba kwa mwenye haki. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anatamani au anataka sisi tulioko hapa tuweze kuwa na ya kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema hivi, a good man leaves inheritance to children's children. Sasa kwenye Kiingereza kuna good, better and best. Kwa kama a good man, yani mtu mzuri wa kawaida, anatakiwa ache urithi kwa wana wa wana, basi a better one inabidi iwe ni zaidi hapo, and the best iende zaidi ya better. Hiyo tujitahidi katika hili. Kuna mahali umeona kuna kiwanja kiko, hata kama ni mbali, ni kibaa, nenda nunua, maana yake huu ndio urithi kwa watoto wetu. Tuweke akiba. Ukifanya hivyo unakuwa unatimiza maandiko matakatifu na Mungu. Fahamu kwamba Mungu alimteua kwenda kuokoa wana wa Israeli. Wakati fulani walikuwa wamejificha kwa hofu ya adui zao, nafikiri wale wa Midian. Nafikiri malaika Mungu anamtokea Gideoni, anamwambia, shujaa, Mungu yu pamoja nawe. Gideoni alimjibuje? Akasema, wasemaje mimi ni shujaa? Mimi nimetoka familia na huyu ndio last born, alafu anaambia wewe ni shujaa. Akaanza kusema, hapana, mimi sio shujaa, kwanza nimetokea familia maskini na kwetu mimi ndio last born. Lakini malaika anamwambia, nenda na Mungu atakuwa pamoja nawe. Yamkini kuna mtu yuko hapa akiangalia background ya familia yake, anasema, sisi familia yetu ni maskini kama vile Gideoni. Lakini kumbe Mungu ametaka leo hii usikie habari hii, ukawe ni mkombozi wa familia yenu. Mimi naongea hapa, ukoo wetu, ukoo mzima, kulikuwa hakunaga degree. Kwa neema ya Mungu mimi ndio wa kwanza kupata degree kwenye ukoo mzima. Lakini baada ya mimi kupata degree, basi wamekuja huko wadogo zangu, watoto wa kaka, wa baba mkubwa, baba mdogo, na wenyewe imekuwa ni rahisi kupata degree. Kwa nini? Kuna mmoja aliinuka kama Gideoni, akawatia moyo wenzake, basi wengine wote pia wakaibuka wakapata degree. Likewise, Gideon ni mtumishi wa Mungu, amejificha na Mungu anamwangalia, anamwona huyu ndio mkombozi wa taifa. Anasema, mimi kwetu ni maskini, usiseme wewe ni maskini. Bwana Yesu asifiwe.
kufanyika. Likewise, Mungu anamtokea Yeremia, kupata muda kasome, ni Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 5 kwenda mbele. Anamwambia, nimekutambua kabla hata hujazaliwa, na nilikutakasa ukiwa tumboni mwa mama yako, uwe nabii wa mataifa. Angalia Yeremia anamwambiaje Mungu? Anasema hapana, mimi ni mdogo, mimi siwezi. Mungu anamwambiaje? Usiseme nidhamu au kuweza kukomboa familia kiuchumi. Mungu anakutegemea wewe kama Yeremia. Mungu anakutegemea wewe kama Gideon. Mungu anakutegemea wewe kama Musa, ili uweze ukaokoe familia yenu. Maandiko yanasema kama asingalikuwa ni Musa, Mungu akikuangalia wewe anakuona kama Musa wa familia yenu. Akikuangalia anakuona Yeremia kwenye familia yenu. Anakuona kama Gideoni kwenye familia yenu. Lakini wewe unajiangalia, unasema mimi siwezi. Likewise, kumbuka hata Musa alipotokewa na Mungu, anasema mimi sina uwezo wa kuongea. Mungu anamwambia nitakupa uwezo huo. Katika familia, basi ukumbuke kwamba Mungu anakutegemea wewe ili uweze kwenda kuokoa familia. Na ukishinda kuinuka wewe, andiko la Zaburi ya 11 mstari wa 4 linasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Maana yake ni kwamba watoto wenu pia watakuja kuwa ni watu wazima, na wenyewe watakuwa kama Gideoni, wanasema kwamba sisi familia. Kumbe kuna mtu mmoja alitakiwa vunje ule msingi mbovu, aweke msingi mzuri, ili wanaokuja waweze kuendelea kuombea. Huwa kila mwanzo wa mwaka wanakaa wanapanga budget, na katika budget ya familia tunashauriwa tutenge mapato yetu kwa namna fulani. Labda unaambiwa 20% hii utaifanya kama akiba, na nilishasema kwamba inabidi uweke kwanza akiba, kinachobakia kiende okay. Alafu 50% utaiweka kwenye matumizi yale ambayo ni ya muhimu. Alafu 30% ni matumizi ya hiari. 30% ni matumizi yale ya hiari. Sasa katika financial literacy au habari ya nidhamu ya fedha, ukishaweza kupanga 20% hii ni akiba ambayo lazima ukaiwekeze. 50% ni matumizi yale ambayo ni kulipa kodi ya nyumba, na 30% ni matumizi ya hiari. Jinsi unavyojitahidi kupunguza matumizi yale ya hiari, kwa mfano kwenda vacation, kila mwisho wa mwaka kuna watu wanapenda sana kwenda vacation. Unaweza kuyakontrol ile matumizi ya hiari ukayapunguza, basi ndivyo ambavyo unajikuta unakuwa na hela nyingi ya kuweka akiba, na vile vile unakuwa ni mwekezaji. Kumbuka 1000 yako kwa siku ina uwezo wa kufanya kuwa na milioni 104 baada ya miaka 30 kama ukiwekeza kwenye ile mifuko ambayo ina compounding interest. Kwa nini ufanye kuandaa budgets? Kwanza lazima uanze kujua hali yako ya mapato na matumizi. Hili ni jambo la muhimu sana. Lazima ujue hali yako ya mapato na matumizi yako ya mwezi. Jitahidi sana kuanzia leo. Uwe na daftari lako, angalia vyanzo vyako vyote vya mapato. Labda umeajiriwa kwa mfano, una biashara ndogo ndogo, alafu hesabu mapato yako yote ujumlishe, ujue okay. Alafu pia angalia matumizi yako ya kila siku na ya mwezi mzima, alafu najua okay, kumbe haya ndio matumizi yangu ya mwezi mzima. Ukishajua mapato ni kiasi kadhaa na matumizi ni kiasi kadhaa, linganisha mapato na matumizi. Ukikuta matumizi yamelingana na mapato, ujue bado kuna shida, kwa sababu tunatarajia matumizi yawe ni kidogo kuliko mapato ili ubakie na akiba ya kusema. Na ndio maana huwa nashauri kwanza weka kwanza akiba, kinachobakia kiingie kwenye matumizi. Kijua mapato yako yote. Na katika baadhi ya mapato tumepewa maandiko mbalimbali. Kile kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 2, naomba niisome kwa Kiswahili, alafu nitaisema kwa Kiingereza, alafu nitafsiri vizuri tena. Ile Biblia ya Kiswahili inasema, gawia watu 7 mali zako. Naam, watu 8, kwa maana haujui balaa gani litakujia siku zijazo.
lakini Grace anasema hivi kwenye NIV, anasema invest in 7 ventures, yes in 8, because you don't know what calamity might happen on earth. Yani naitafsiri kama ilivyo sasa, kwamba wekeza katika sehemu 7 au hata 8, kwa kuwa haujui ni balaa gani litakalotokea. Kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 2. Kwa hiyo tunaitwa na Mungu na tunaalikwa na Mungu tusitegemee chanzo kimoja cha mapato. Kama ni house girl, nimetoka kutoa mfano wa house girl. Mtu anajiona kwamba hawezi, yeye ni house girl. Ule mshahara unaopata, fungua account UTT, na siwezi kufungua account UTT ni kwa kutumia tu simu yako, unafungua ni *150*82 reli, unafungua account, chagua mfuko mmoja wapo, labda ni ule wa ukwasi au liquid fund, anza kuwekeza. Kwa simu tu unawekeza. Kwa hiyo usitegemee mshahara peke yake. Ukipata mshahara unawekeza. Usitegemee chanzo kimoja. Umeajiriwa, wekeza kwenye UTT, hizo mutual funds. Fungua biashara kama ni M-Pesa au Tigo Pesa, kwa sababu ni wito kutoka kwa Mungu mwenyewe kwamba wekeza kwenye sehemu 7 au angalau 8, kwa sababu hujui ni balaa gani litakalokujia siku zijazo. Mhubiri 11:6 pia inasema, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana haujui ni mbegu ipi itazaa, aidha ni hii au ni hii nyingine. Kwa Mungu anatamani watoto wake kama mimi na wewe tuweze kuwa na vyanzo vingi vya mapato, kwa sababu hatujui ni kipi ambacho kitazaa, aidha ni hii kazi iliyoajiriwa nayo au ni hii side hustle ambayo nafanya jioni. Ndio maana tunaambia asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, maana haujui ni mbegu ipi itazaa, ama ni hii au ni ile nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kijitahidi pia kwenye matumizi, lakini vile vile tunaambiwa hali ya makundi yako na kuangalia sana ng'ombe zako. Kwa mtu ambaye hajui hali ya makundi yake, mtu ambaye hajui mapato anayoyapata, atajikuta anatumia tu, anajikuta amemaliza pesa yote, amejikuta ameshindwa kuweka akiba na ameshindwa kuwa mwekezaji. Biblia vile vile imeongelea habari ya wanawake 5 wenye hekima na 5 wapumbavu. Na wale wenye hekima tumeambiwa kwa kuwa waliweka akiba ya mafuta, Biblia ikaita wanawali 5 wenye hekima. Wale ambao hawakuwa na akiba ya mafuta, Biblia imesema ni wanawali 5 wapumbavu. Maana yake ni kwamba Mungu anapotuangalia anaona tuweki akiba hata kama ni kidogo, basi tunafananishwa na wale wanawali 5 wapumbavu ambao wao hawaweki akiba. Kijambo la kuweka akiba ni wito kutoka kwa Mungu mwenyewe, na tunapokuwa tunashindwa kuweka akiba, basi kwa Mungu ni chukizo kabisa. Sura 21 mstari wa 20, maandiko matakatifu yanasema hivi: kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Narudia. Kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Yaani mtu ambaye haweki akiba, basi huyu ni mtu ambaye maandiko matakatifu yanamfananisha na mtu mpumbavu ambaye haweki akiba. Ile mama wa Sarepta, kilichomsaidia Mungu akamuongezea ni vile alikutwa na angalau akiba ya mafuta kidogo na ngano. Kwa unapokuwa ni mtu kuweka, unampa Mungu wepesi kukusaidia, kwa sababu kuna pa kuanzia. Lakini ukijikuta hata hiyo akiba kidogo hauna, basi ni changamoto sana, na unampa Mungu kazi sana ya kuweza kukusaidia. So anza na kuweka akiba, kuanzia hapo. Uvumilivu ni jambo la muhimu sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo sura 25 habari ya talanta 5 na 2 na 1, maandiko matakatifu yanasema yule bosi alipowapatia zile talanta, maandiko yanasema baada ya muda mrefu ndipo aliporudi akafanya nao hesabu. Baada ya muda mrefu. Kuna watu akifungua labda ni biashara, anatamani aanze kupata faida hapo hapo. Au amefungua account UTT, anaanza kuwekeza, anatamani aanze kuona faida inakuwa haraka. Hapana. Faida nzuri huja kidogo kidogo. Uvumilivu ni jambo la muhimu sana.
Ukisoma Mithali 13 mstari wa 11 inasema hivi, mali iliyopatikana kwa haraka itapungua, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Which means tunaitwa kuwa wavumilivu. Safari ya uwekezaji sio safari ya kupata fedha haraka haraka. Kidogo kidogo anakuja kushangaa baada ya muda fulani, miaka hata 5 au 10, ndio fedha yake imeongezeka. Kuna baadhi ya watu wanakuwa tempted kuingia kwenye betting. Ana beti, anajikuta kafanikiwa, lakini next time akienda ile yote imeliwa. Kwa nini? Mali inayopatikana kwa haraka itapungua, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Tujitahidi kuwa na hiyo hali ya uvumilivu. Uwekezaji unahitaji discipline, unahitaji nidhamu ya fedha, inahitaji kuwa na maono, kuwa na vision, intuition. Kini muhimu kwanza uwe na akiba ya dharura. Leo ni habari yangu ya leo ni zaidi kuhusu akiba. Jitahidi uweke akiba ya dharura. Akiba ya dharura, unapoanza kujifunza uwekezaji, kwanza lazima ujitahidi uwe na akiba ya dharura. Akiba ya dharura ni kitu cha aina gani? Katika habari nidhamu ya fedha, akiba ya dharura kwanza sasa, hebu zidisha matumizi yako ya mwezi yote. Ukishajua zidisha mara 6. Basi unaambiwa wakati wote ule uwe na akiba ambayo ina uwezo wa kumit matumizi yako ya miezi 6 ikitokea changamoto yoyote. Pengine umeachishwa kazi, pengine imetokea corona, mambo hayaeleweki huko nyumbani, natakiwa uwe na akiba. Nitakumbuka pia hata wakati mwaka jana, wakati ya zile vurugu za kisiasa, tulikaa nyumbani, labda ni mtu ana bodaboda hana akiba. Ilitokea wakati ule kuna watu walikuwa hawana hata akiba ya chakula. Ana pesa lakini hana akiba ya chakula. Kwa jambo kama hili limetokea, litufundishe kwamba kuweka akiba ni jambo la muhimu, kwa sababu huwezi kujua balaa gani linakuja leo au kesho. Kwa kuanzia akiba ya chakula nyumbani, weka. Ni muhimu sana kuwa na akiba ya dharura, kwa sababu kitokea changamoto yoyote ile una uwezo wa kujiokoa. Kuna msingi kuliko vyote, budget. Uwe na budget ya familia. Na kuna bwana mmoja anaitwa Dave Ramsey, naomba ni quote kama alivyosema. Anasema, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Kazi kubwa ya budget, naomba nirudie. Kazi kubwa ya budget, unapoweka budget, ndio maana serikali inaweka budget. Hayawezi kuibuka matumizi huko mengine ambayo yako nje ile budget. Wewe kama mwanafamilia, ni mzazi, ni baba, ni mama, weka budget ya familia. Isitokee nimefanya kitu nje ya budget. Mnapojikuta mnafanya vitu nje ya budget, ndio mnajikuta hamwezi kufikia malengo mlioyaweka. Na ndio maana huyu Ramsey anasema budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Mtu ambaye anaishi bila budget huwa anashangaa tu, mwaka umeisha, hivi nimefanya nini? Hivi ile yangu imeenda wapi? Lakini ukiangalia pesa iliyopita mkononi mwako ni nyingi. Lakini unajiuliza, hivi pesa yangu nimeipeleka wapi? Kwa nini? Hauku kwa tujitahidi kuwa na budget. Ni simple Excel tu, unakuwa na Excel, utashare na mtumishi wa Mungu Excel template, unaainisha mapato yako kwa mwezi na matumizi, basi inakusaidia kufanya monitoring kwamba kila unapokuwa unatumia unaangalia, je, umetumia zaidi au umetumia kidogo. Ukitumia kidogo ni kitu kizuri, kwa maana kinachobakia unaweza kuwekeza, na hatimaye baada ya muda fulani utakuja kuwa ni mwekezaji mzuri. Ni vile hapa kuna project ningeweza kuonesha, lakini nitaeleza vizuri tu. Wale watu ambao wameshaanza kuwekeza, labda nikupe mfano mmoja mdogo. Ni kwa nini Januari, watu wengi wanasema Januari ni ngumu? Kuna wengine pia unakuta bado wanajiendeleza, wanasoma. Kwa Januari unakuta pesa nyingi inahitajika. Lakini swali langu ni moja. Kama ushajua Januari unahitaji labda milioni 2 kwa ajili ya kulipa ada za watoto au milioni 3.
ni kwa nini usianze kuwekeza labda 250,000 kila mwezi kuanzia sasa, ili inapofika Januari next year hizo pesa zinakuwa zikusumbui. Unagundua yote hii ni budget. Watu hawaishi kwa budget. Mtu afanye forecasting kujua kwamba anahitaji kiasi kadhaa labda miezi 12 ijayo. Kwa ukishajua unatakiwa unaanza kusave kidogo kidogo, ikifika ule muda unatoa ile pesa, unaweza ukaseto bila kukimbilia kwenye madeni. Kwa Januari ukija kuangalia takwimu zinavyoonyesha hizi microfinance companies zinakuwa na wateja wengi kweli kweli, kwa sababu watu wengi lipa ada za watoto, inabidi wakimbie kwenye microfinance wakope, anakuja kukuta analipa ile pesa kwa riba kubwa, wakati kumbe ingekuwa naika kidogo kidogo mpaka hiyo miezi 12 imefika, unafika muda ule wa kulipa ada, unatoa pesa uliyokuwa umewekeza, unalipa ile ada. Kuna watu ambao waliweza kutumia hekima wakawekeza kwenye hizi hati fungani za serikali, inaitwa government bond, ambazo zinatoa riba mara 2 kwa mwaka. Hiyo ule mkopo wa kwanza, miezi 6 ya kwanza akipata ile riba anachukua analipa ada. Miezi 6 ya pili akipata anachukua analipa ada. Kwa tumegundua kwamba kila kitu ni budget. Usipokuwa na budget unajikuta kila siku unalia, unasema hauna fedha, na ni kwa sababu tu haukuweka mpango mzuri wa kuwa na budget. Kwa mfano, unafahamu fika kabisa kwamba umepata mtoto mdogo, ni mtoto mchanga. Unafahamu kabisa miaka 4 kutoka leo inabidi aende baby class. Na unafahamu kabisa baby... Ni kwa nini mtoto anapozaliwa usianze kuweka pesa kidogo kidogo hata 50,000 kila mwezi kwa uaminifu? Ukifika ule muda wa miaka 4 unakuwa hauna stress ya ada, budget. Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kuyakosa maarifa. Haijaishia hapo, inasema kwa kuwa umeyakataa maarifa, nami nitakukataa wewe kuwa kuhani wangu, na watoto wako pia nitawakataa. Maana yake unakuta kuna ile inaitwa generational curse. Yaani Mungu anatamani upate maarifa, uwasaidie pia na watoto, kwa sababu yeye ndiye anayesema kwenye Mithali 22:6, mlee mtoto katika njia imfahayo au impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mmoja hivyo vitu tunatakiwa kufundisha watoto ni nidhamu ya fedha, jinsi ya kuishi ndani ya budget. Kwa sababu tukikosa fedha, kanisa linapata changamoto, sadaka zinapungua, hatuwezi kuongeza makanisa sehemu zingine, hatuwezi kujenga mashule kwa ajili ya kusaidia watoto wetu, kwa sababu tumekataa maarifa. Basi pia Mungu... Kwa hiyo the earlier the better. Unapogundua habari hii ya kuanza kuwekeza mapema, ndio faida kwako, kwa sababu hii itakuja kuwa ni wokovu kwenye familia yako. Kuna usemi mmoja wanasema hivi, the best time to plant a tree was 20 years ago, but the second best time is now. Muda mzuri wa kuotesha miti ilikuwa ni miaka 20 iliyopita, lakini muda mwingine mzuri wa kuotesha miti ni sasa. Kwa wakati huu umesikia habari hii ya uwekezaji, umesikia habari hii ya kuwekeza kwa ajili ya kusaidia watoto wako, umesikia habari hii kuhusu Yeremia ambaye Mungu alimtokea, anamtaka kuwa nabii wa mataifa, anasema mimi ni mdogo, na Mungu anamkataza hapana, nimekuchagua. Mungu amekuchagua wewe usikie habari hii leo, ili ukaifanyie kazi uweze kukomboa familia yako. Miaka kadhaa ijayo familia yenu hii ni familia ya wabarikiwa. Gideon anatokea, wanasema mimi nimetokea au wamekuwa victimized kwa sababu ya mazingira ya kifamilia. Lakini kumbe Mungu anakuangalia wewe kama Gideon unakuja kuikomboa ile familia. Lakini ili uweze kuikomboa familia, lazima ukubali kuwekeza kwenye maarifa. Wanasema kwamba elimu ndio uwekezaji mkubwa ambao unatoa interest kubwa. Dividend kubwa kuliko uwekezaji mwingine wote ule. Maana bila maarifa ya kuwekeza, basi uweze kuwa mwekezaji mkubwa. So the earlier the better. Anza leo ili basi uko mbele uweze kuja kufaidika. Akiba. Leo ninaongea kuhusu akiba. Mithali sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 7. Maandiko matakatifu yanasema, ewe mvivu, mwendee chungu, chungu ni mchwa, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Katika usingizi wako,
Ni kwa nini Mungu anatufundisha kwa kutumia viumbe vyake vidogo ambavyo pengine tunavidharau, kama mchwa. Mchwa unaonaga wanakuwa na vichuguu fulani. Wakati kuna jua kama huu ni wakati nzuri, wanachukua chakula wanaweka kwenye gala, kwa sababu wanajua kuna wakati mvua itakuja, hatutakuwa na uwezo kutoka nje, tukitoka tunaangamia. Wanakaa ndani, wanakula akiba yao. Na ndio Mungu anatuambia, ewe mvivu, mwende mchwa, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Wakati wa jua ni wakati wa neema, wakati tupo kwenye ajira, wakati biashara zinakwenda vizuri, wakati una nguvu. Na kama vijana, it's so simple to be tempted kwamba our muscles. Kuna wakati uwezo wa kufanya kazi unapungua. Kuna wakati uwezo wa kufanya kazi masaa mengi unapungua. Usipoweka akiba wakati sasa hivi ni wakati wa jua, wakati una nguvu za kukimbizana huku na kule, ukumbuke kwamba kuna muda utafika utajikuta unasema, laiti ningelijua yale yaletayo amani, lakini yamefichika usiyaone. Na ndio maana Mungu anasema mtu ambaye haweki akiba anamuona kama ni mtu mvivu. Na ndio maana anasema hebu muendee chungu, yani mchwa, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kuna mtu mmoja anaitwa T.T. Munger. Hawa ni wale fathers of financial literacy duniani. Kuna kitabu kimoja amekiandika, anasema the habit of saving is itself an education. It fosters every virtue, teaches self-denial, cultivates a sense of order and trains forethought. Kuwekeza au kuweka akiba na tabia, lazima ujenge tabia kuweka akiba. Usipokuwa na tabia kuweka akiba, yani kuna mfano mmoja sio mzuri sana, lakini naomba tu niutoe. Huwa mimi nashangaa, kuna bwana mmoja, yani na kabisa, alikuwa na uwezo wa kuamka wakati tukiwa tunasoma chuo saa 8 usiku, anasikia kiu ya kuvuta sigara, na anaamka aenda kutafuta sigara mpaka anaipata. Yani amejenga tabia moja mbovu kabisa ya kuwaza kuvuta sigara kiasi kwamba usingizi anakosa, anaamka aenda kuvuta sigara, ndio anasikia furaha. Na huyu bwana anasema hivi, kuweka akiba ni kama tabia. Yani ukishaweka hiyo tabia inakuwa kitu ambacho hutaacha. Ndio maana utakuja kuangalia watu wengi ambao wamekuwa na uwekezaji, hawaachi. Hata watoto wao pia wanaorithisha ile tabia ya uwekezaji, kwa sababu wameshaona faida yake, namna gani wapo ule umaskini kwenye familia. Hatukubali kabisa kama tumekuwa na familia maskini kama ya Gideon tubakie kuwa maskini. Na ndio maana Mungu alimteua Gideon aweze kubadilisha ile hali ya mazingira ya umaskini wa familia yao. Na mimi leo ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu kwamba wewe ndiye Gideon ambaye ukijiangalia unasema umetoka kwenye familia maskini, lakini Mungu anakukataza, anasema yuko pamoja na wewe. Unachotakiwa ni kuchukua hatua ya imani. Yakobo 2:17 maandiko matakatifu yanasema imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo ukifundishwa jambo kama hili, usipoliweka kwenye matendo, basi halitatokea. Ni lazima uanze hatua ya imani ya kuweza kuanza kuwa mwekezaji. For the interest of time, ikili tulisha Mungu isilika katika. Basi Mungu hii, asanteni sana. Anayesimamia shughuli anaposogea hapa mbele, kama kuna mtu ana swali. Asante na shukuru kwa mafundisho mazuri. Umeongelea habari ya kuweka akiba. Kuna muda mtumishi kipato hakikidhi mahitaji, yaani najitahidi, yaani mpaka hela ya kula yenyewe nakula kama yaani kana kwamba sio binadamu. Sasa mimi naenda kazini napata 3,000. Ndio mazingira ambayo nasema nimetoka kwenye mazingira magumu nayo yasema. Hiyo 3,000 nimeipata, napaswa kulala, napaswa kula. Na kuna mtu anapigiwa simu na wadogo zao,
kanisani huku hapo ya kambi. Sasa hiyo akiba naiwekaje? Yaani akiba unayosema ya miezi 6, unajua mpaka nilikuwa nacheka. Kumbe bado sana. Miezi 6 niwe nayo nimeweka, yaani kwamba hata nikipata shida. Sasa mimi inabidi niende kazini nipate hiyo 3 ndio niweke mambo yangu sawa. Hiyo akiba mtu kama mimi unanisaidiaje? Asante sana. Asante kwa swali zuri. Pale nyumbani kwangu tuko na house girl, na ilitokea bahati nikiwa nafundisha kanisani somo hili la kuweka akiba, na nikawaonesha jinsi ambavyo mtu anayesave shilingi 1000 kwa siku, maana yake ni 30 kwa mwezi, si ndio Sawa 1000 kwa siku, kwa mwezi ni shilingi 30,000, right? Ukifungua ule mfuko wa UTT ukawa unawekeza hiyo 30, yani 1000 kwa siku, ukaweka kidogo kidogo hivyo kila mwezi 30 kwa milioni 104, kwa sababu ile compounding factor. Ile mifuko ya mutual funds ya UTT huwa wanaweka interest ya 12% kwa mwaka. Kio tungekuwa na nini hapo, ingekuonesha ukiweka ile 1000 yako kila siku, ambayo ni 30 kila mwezi, ukaweka kwa miaka 30, inakuja kwa milioni 104. Kio safari ya uwekezaji haitakiwi na hela nyingi sana, si lazima uwe na pesa nyingi. Mimi au wasikilizaji zangu nikikuonesha uwekezaji wao unaweza ukashtuka sana. Mshahara wao ukiangalia kwa mwezi wala sio pesa nyingi, lakini wao hela yao yote wanaweka kwenye UTT. Kwa hiyo unajikuta na matumaini kwamba miaka kadhaa ijayo na wenyewe pia wanakuwa na fedha nyingi za kuweza kuwasaidia kuwa na ile retirement fund. Kiwekezaji hauhitaji pesa nyingi sana. Mwenye kidogo, Luka 16:10 inasema aliye mwaminifu kwa kidogo huwa mwaminifu kwa kikubwa pia. Hiyo 3 yako ni pesa nyingi sana, usione kama ni pesa Yusufu alimshauri Farao, anambia anahitaji akiba ya 20% tu. 20% ya 3 yako ni kiasi gani? 6,000, right? 600, sio? Hiyo 600 yako tu hiyo inatosha. Au kajipinda kidogo kaweka 1000 ili angalau 30 kila mwezi. Mimi nakuhakikishia unapoanza kuweka kwa bidii namna hiyo, ukinuiza moyoni mwako Mungu nisaidie, atakusaidia. 1000 yako hiyo unayoiwekeza baada ya muda itakuja kuwa ni pesa nyingi, na ukuta umeondoka kwenye ile vicious cycle of poverty. Sika nimejibu swali lako, asante sana. Basi asante kwa ajili ya muda. Kwa mtu anasema ile asante. Basi nikushukuru Dr. Mkalo, na mimi ratiba inaonekana kwamba hata kesho tutakuwa naye, karibuni saa 9 atakuwepo. Nafikiri sasa Dr. Mkalo, nafikiri umezungumzia habari ya hati fungani, na unaweza kutueleza kesho kama utapata hiyo fursa na vitu vingine. Basi jamani, niwaalike tusimame tufunge kipindi chetu hiki. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya somo hili ambalo tumelipata. Bwana, tusaidie tukatende yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakushukuru kwa ajili ya Dr. Mkalo ambaye ametupa somo hili. Kama ni mapenzi yako, ukampe tena fursa akaendelee kutufundisha na kutuelekeza katika uwekezaji. Tunaomba yote katika jina lako Yesu, amen. Amina. Asanteni sana. Hivyo ndivyo Dr. anashuka. Dr. anatuambia kwamba don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Elda Isaya, nina rafiki yangu mmoja sitamtaja, mshahara wake yaani mishahara yake haikutani. Sasa ni muda tunaenda kupata neno kutoka kwa Pastor Emmanuel Rajab. Andaa moyo wako, maana Yesu yuko mahali hapa. Mungu akubariki sana. Makambi